Ngoja niwaambie kitu, sio kila neno la kukuvusha nitakuwa nalo mimi. Sio kila neno la kuvusha maisha yako nitakuwa nalo mimi. Kuna neno la kukuvusha analo mtu ambaye umekaa nao kwenye, yaani umekaa naye kwenye kiti. Yule ambaye unaona afai, kuna siku atatakiwa azungumze neno la kuvusha maisha yako. Yule unayemchukia, yule ambaye afai, kuna siku atapewa nafasi asimame hapa. Ile siku ambayo hautamsikiliza, hautapata muujiza wako tena, kwa sababu Mungu hajaliweka kwangu Roho Mtakatifu ili aongee. Hazungumzi kupitia mimi tu, Roho Mtakatifu anazungumza kupitia sisi sote. Ndio maana kuna siku utasimama hapo utahubiri, sifanyi kwa bahati mbaya. Na nisikia watu wa Mungu, sifanyi kwa bahati mbaya. Huyu anakuwa amekusudiwa na Mungu awe na neno la kukuvusha, awe na neno la kukupeleka mahali. Maana yake ukilipuza hilo neno, kuna mahali uendi, kwa sababu neno la uponyaji Mungu aliliweka kwa huyo mtu ambaye unamuona afai, kwa mtu ambaye unamuona yani hakustahili. Mambo yote yatendeke kwa uzuri na kwa utaratibu. Utaratibu unahusiana na kuheshimu viongozi. Utaratibu unahusiana na kumheshimu mshirika mwenzio. Utaratibu unahusiana na kumheshimu shemasi mwenzio. Utaratibu unahusiana na shemasi kumheshimu mzee wa kanisa. Utaratibu unahusiana na mzee wa kanisa kumheshimu mchungaji wake msaidizi. Utaratibu unahusiana na mchungaji msaidizi kumheshimu mchungaji. Mambo yote yatendeke kwa nini? Ukifanya kwa uzuri, umeacha utaratibu, mbele za Mungu unajizuia. Utumishi wako hautaonekana. Utumishi wako ili uonekane, unahitaji kuwa mtu wa utaratibu, mtu wa star. Amekosea mzee wako wa kanisa, hata kama umeona ni kweli, mstiri. Usipeleke kwa mtu mwingine. Mnanielewa watu wa Mungu? Mnanielewa?